Bwana inakuaje mtu wangu mdau na mwanafamilia wa Uncle Jay Simulizi. Bwana karibu sana kwenye hii chapter 6 ya Ice You Kill Me. Kumbuka hii ni sehemu ya 14. Nikukumbushe katika sehemu ya 13 pale tulipokuwa tumeishia ni ambapo Flora na baba yake walikuwa wamefikia mwafaka kuhakikisha kwamba wanamkamata mama yake na Ryan. Je, watafanikiwa? Lakini pia Judy amemhakikishia Ed ni lazima atamua Katha hata kama amerudiana naye, ila dhamira yake iko pale pale. Sasa swali ni kwamba je, Judy atafanikiwa kwenye hiyo adhima yake? Bwana sehemu ya 14 hii inatupatia majibu kamili kuhusiana na kile ambacho tunajiuliza nini hasa ambacho kitaweza kuendelea. Bwana karibu mtu wangu tupate kujua nini kilichoendelea kwenye huu mzigo. Hii ni sehemu ya 14. Karibu. Ila kuna kitu mimi nakiwaza hapa mwanangu. Kitu gani baba? Yule Ryan ni lazima atakuwa anampenda sana mama yake. Unaonaje tukamdaka mama yake na kisha akatupatia mawasiliano ya Ryan? Itakuwa ni rahisi sisi kumvuta Ryan karibu. Wazo zuri sana hilo baba. Acha niwaandae vijana wangu wakamkamate. Japo alikuwa ni daktari wangu, atanisamee. Hii vita baba ni vita, na vita siku zote hainaga urafiki. Ryan sasa anakwenda kuingia mikononi mwangu, na nitahakikisha Ryan nikikukamata utalipa kwa kile ulichonifanyia. Flora alizungumza kwa msisitizo na kumfanya baba yake atabasamu kwa furaha, kwa sababu mwanae sasa anafuata nyayo zake. Laiti ya kwamba wangejua moto wa mamake na Ryan ni mara 10 hata ya Ryan mwenyewe, wasingethubutu hata kuwaza kwenda kumteka. Unadhani itakuwaje huko? Hiyo ndio inaitwa pata shika nguo kuchanika. Ila unajua mwanangu, mimi nina wazo. Nakusikiliza baba. Unaje yani wewe unaonaje tukatumia wanajeshi wa kukodi wakaikamilisha hii kazi? Nasema hivyo kwa sababu ni mtu anayetujua, na hata kwenye msiba wa mume wako alikuja, na kutokana na kwamba ana maadui. Wewe unaonaje tukatumia hiyo nafasi kwa kutuma watu tofauti kabisa na watu wetu, kisha kuwa chini ya himaya yetu, basi tunafanya makubaliano na Ryan, mchezo unakuwa umekwisha hivyo. Katika siku ulizoongea mambo ya msingi leo baba, umeongea mambo ya msingi kweli kweli. Kwanza nashukuru sana kwa ushauri wako. Karibu sana mwanangu, kwa sababu mimi nimeona itakuwa ni balaa endapo tukachukua watu wetu na akajua ni sisi. Unajua itakuwa ni aibu kubwa sana, na tutashindwa hata kumwangalia usoni. Ni kweli. Wewe umesikia wazo la baba? Ndio madam. Nitafutie timu ya wahuni wanaoijua kazi. Wahuni wanaweza kuifanya hii kazi kimya kimya. Nadhani unanielewa. Sawa mkuu. Sihitaji tujulikane. Namna ya kuwafikia na kufanya nao biashara ni wewe. Ila sitaki kwenye hili tujulikane. Narudia tena na tena. Sitaki tujulikane. Sawa? Sawa mkuu. Nahitaji hiyo kazi iwezekane na ifanyike leo mpaka kesho. Sawa mkuu. Msaidizi wa Flora alitoka sebuleni hapo na kuwapa matumaini makubwa Flora na baba yake, wakiamini ya kwamba wanakwenda kukamilisha mipango yao. Naam, kwa upande huu wa pili mamake na Ryan alionekana kujibu hivyo huku akitabasamu. Kwa hiyo ndicho kilichopangwa, si ndio? Na okay. Sasa basi fanyeni kama walivyohitaji, na kisha tutajua namna kuweza kushughulika nao hapo baadaye. Na okay. Mama Ryan alionekana kukata simu huku akitabasamu. Alijifikiria kwa sekunde kadhaa na kisha akampigia simu Ryan. Mama, unaweza kuja Japani mara moja? Japan? Ndio mwanangu. Mama vipi kwema, mbona kushtukizana? Kuna kajikazi hapa kadogodogo nataka tukaplani mimi na wewe. Mama sasa si unipe tu mwongoze nijue kwamba ninakuja kufanya kazi gani. Wewe njoo bwana, kama unakuja njoo. Tena uje na Naima, njooni na watumia tiketi kwa njia ya mtandao.
naamini ndani masaa 9, masaa 10 mtakuwa mko hapa. Daya, sawa mama. Wewe njoo, sio issue kutisha kihivyo, kuweni tuna amani. Sawa mama, nimekuelewa. Nashukuru kwa hilo. Ryan kwanza alimtazama Naima aliyekuwa anafuatilia mazungumzo hayo. Sasa mama, kutotoa huko haraka kuna issue gani? Huenda mama anajaribu kuweka karibu ili isije katokea ghost akakupata na ikaleta shida. Naima, unajua muda mwingine natamani kama wote wangekuwa ni marehemu, haya mambo yasingeweza kutokea. Ryan, sidhani kama hiyo ni dua nzuri. Ni nzuri kwa watu kama wao. Unajua unazingua sana. Baba kanichukulia mke. Baba anataka kuniua. Yaani sijawahi kuona maisha ajabu kama hayo. Sometimes unaweza kusema labda nitamthiria, ujue. Kwa kweli. Na mwisho pia haujulikani wa hiyo tamthiria. Twende tukamsikilize mama. Okay, sawa. Naam, kiukweli hawakuwa na muda wa kupoteza zaidi tu ya kuanza safari ya kuelekea uwanja wa ndege. Ameshatuma tiketi. Naima alizungumza huku akimwonyesha Ryan tiketi hizo 2 zilizokuwa zimetumwa. Na ndege yake inaonyesha inaondoka muda gani? Baada ya nusu saa. Okay, tuwai basi. Kweli, walifika uwanja wa ndege, walipitia taratibu pale zote na kisha wakajumuika na abiria wengine kwa ajili ya kuingia ndani ya ndege na safari ya kuelekea Japan ilianza. Msikilizaji, kwa upande wa pili, Monica. Habari ya asubuhi. Salama Mheshimiwa Rais, shikamo. Marahaba, unaendeleaje? Kwa kweli namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Mwili sasa unaanza kurudisha nguvu. Maumivu uliokuwa unayasikia vipi? Yameisha kabisa Mheshimiwa, kwa sasa niko vizuri kwa kweli. Basi ni jambo la kumshukuru Mungu. Sasa nimemteua Judy, aliyekuwa mgombea mwenzangu, na sasa ndo mshauri wangu. Ni jambo zuri sana Mheshimiwa. Naona nchi sasa itakwenda kuondokana na zile siasa mbovu ya kwamba upinzani hauwezi kufanya kazi na chama tawala. Kwa kweli. Na mimi kwanza na furaha kubwa sana yeye amekubali kuungana na sisi. Na tutafanya kazi vizuri. Sawa, Mheshimiwa Rais, nimekuelewa. Nilitaka kukutaarifu hilo kwa sababu unajua sijalitangaza, hivyo kama siku kukutana naye Ikulu, yani wala tusishangae. Sawa Mheshimiwa. Chukua muda wako, pona, na nina imani utarudi kazini ukiwa uko na nguvu na afya njema. Nashukuru sana mkuu. Lakini vipi kuhusu mjukuu? Hajambo? Hajambo, anazidi kurefuka tu kama baba yake. Kwa kweli amechukua urefu wa baba yake. Basi sawa, mimi nikutakia siku njema na mapumziko mema. Ukihitaji chochote kitu niambie. Sawa mkuu. Haya. Mzee Maxi alikata simu na kumfanya Monica kwanza tabasamu, kwani japo Mzee Max ana kazi nyingi zinazomwandama, ila kila wakati huwa anamjulia hali yake kiafya. Monica akaonekana kumpigia simu Mzee Ranjit. Mnaendeleaje mzee wangu? Salama Mheshimiwa Makamu wa Rais. Shikamo. Marhaba. Mzee wangu, nataka kujua yule mzee aliyekamatwa na Inspector Maya, kesi yake imefikia wapi? Wiki ijayo nasomewa hukumu yake. Okay, sawa. Na habari njema ni kwamba Inspector Maya amezinduka kutoka katika usingizi wa kifo, na ninapozungumza hivi sasa muda na wakati wote ule anaweza kuingia kazini. Okay, sawa. Nilitamani kuonana naye, ila kwa sasa acha kwanza afanye mazoezi, kwa sababu taifa linahitaji watu wajasiri kama hao, kwa sababu ameweza kwenda kuvumbua uchafu unaofanywa na watu wanaoaminika kwenye jamii. Yaani kweli kabisa. Basi nitumie ushahidi wote aliopata pamoja na video zote. Sawa Mheshimiwa. Nasubiria. Okay, sawa. Monica alikata simu na kisha kaifungua laptop yake. Hazikuisha hata dakika 5, ujumbe barua pepe uliweza kuingia. Alifungua ushahidi unaomuonyesha Kananga na kundi lake kazi walizokuwa wanazifanya, kuteka watoto wadogo na kuwarekodi wakiwa wanafanya nao mapenzi. Monica alimtazama binti yake Cleopatra alikuwa amelala kwenye sofa,
Kisha katazama video moja binti mdogo kama mwanae alikuwa kibaka na kulawitiwa na mzee wa miaka zaidi ya 60. Monica huwezi amini, machozi yalianza kumbubujika. Alichukua simu yake iliyopo pembezoni ya mapaja yake na kisha akampigia mzee Ranjit. Ndio mheshimiwa, nimeshakutumia. Nimeona hao wazee wengine kwenye hizi video za ngono nao pia wameshikiliwa. Ndio, wote wapo jela. Sasa hebu ingiza upelelezi wetu gerezani wakawamalize. Sawa mkuu. Je, na Kananga? Huyo mwache, nahitaji awe fundisho kwa wengine. Okay, sawa mheshimiwa. Waliohusika kwenye operation za kuwakamata hawa vijana wote, hakikisheni wanalishwa chakula chenye sumu na wote wanakufa. Sawa mkuu. Monica alikata simu na kumfanya mzee Ranjit kwanza ajifikirie kwa sekunde kadhaa. Mheshimiwa, nahitaji kukuona. Sekretari wa mzee Maxi alizungumza, kwani mzee Ranjit alikuwa amefika ofisini kwa rais kwa ajili ya mazungumzo aliyokuwa ameitiwa na mzee Max. Alifunguliwa mlango na akaingia ndani. Alimkuta mzee Max akiwa yuko na Judy. Alisalimiana nao na kisha naye akakaa. Kwanza niseme nashukuru sana kwa kuja Ranjit. Ni wajibu wangu mheshimiwa. Okay, sawa. Nimekuita ili kukutambulisha kwa Judy. Naamini tulifanya naye kazi kipindi akiwa makamu wa rais na kuwa rais. Ndio. Judy, huyu sasa ndo mkurugenzi wa shirika la X ambalo nyinyi ndo mliliasisi pamoja na Rais Eddie. Kwanza mimi nimshukuru kwa kutujengea kitengo kilichoimara kwenye masuala yote ya kipelelezi. Jamani, mnachotakiwa kuweza kujua, sisi tulibadilisha jina tu. Si mnakumbuka ilikuwa inaitwa NSS? Ya, tunakumbuka, ila mlibadilisha na kuweka mifumo ambayo hapo awali haikuwepo. Sawa. Nashukuru kwa hilo. Ranjit. Ndio mheshimiwa rais. Jicho la usalama wa hii nchi lipo kwetu. Tunahitaji kwa sasa mfanye kazi kama mchwa. Mshirikiane na jeshi la polisi, jeshi la uhamiaji, ila haya mambo yanayojitokeza kwa sasa yasitokeze tena. Kumekuwa kuna uvujaji mkubwa wa taarifa za siri. Sijajua unaowaongoza ni watu wa aina gani. Siku zote wapelelezi, sharti la kwanza wakiwa mafunzoni ni marufuku kujulikana kwa kazi wanayoifanya, si ndio? Ndio mheshimiwa rais. Sheria nyingine, ikisadikika umetoboa siri au kuuza siri, adhabu yake ni kifo. Sasa hebu niambie, kwa kipindi cha hivi karibuni ni siri ngapi zimetoka? Ni wangapi wamechukuliwa hatua hiyo ya kifo? Nisiwe mongo mkuu, hazijachukuliwa hatua zozote. Sasa nahitaji mifumo mipya ya utendaji wa usalama wa nchi. Sheria zipo, lakini zinavunjwa wakati mwingine kwa pesa tu ya madafu, alafu mwisho wa siku taifa kama taifa linaingia kwenye hasara ambayo kuja kujitoa ni ngumu, si ndio? Ndio mkuu. Hebu wasisitize wafanye kazi wako. Endapo watafanya kazi na adui au kutoa siri na kumpa adui, basi kifo kitakuwa ni moja ya haki watakayopatiwa. Najua mnajua namna kuweza kushughulikiana. Ndio mkuu. Okay, sawa. Madam Jude, unacha kuongezea hapo? Mara ya mwisho vijana wako kwenda Golgotha kupigwa brush ilikuwa ni lini? Huwa tunapokea tu kutoka Golgotha na wanaingia kazini. Okay. Sawa, andaini utaratibu wa kurudisha mafunzoni maafisa wote ambao mnao kwenye kati tofauti. Na hata mafunzo ya miezi 3 itatosha. Hiyo itasaidia sana kuweza kuwarudisha kwenye mfumo ambao sasa wameonekana wanaochukulia kama ni kitu cha kawaida. Sawa madam. Miangu ni hayo tu. Mheshimiwa rais, kuna kesi moja inaendelea kuhusiana na kundi moja lililokuwa linateka watoto na kuwalawiti. Unazungumzia kundi la Kananga? Ndio mkuu. Si mmewashikilia? Ndio mheshimiwa, ila kuna maagizo nimepewa na makamu wa rais. Na kusikiliza. Ameagiza wale wote
walohusika, kuanzia kuwateka watoto, wale waliowabaka, kuwaua wakiwa wako magerezani. Hivyo nimeona nikushirikishe kwa sababu nisije nikafanya maamuzi yatakayoleta madhara hapo baadaye. Amechukua maamuzi makubwa sana bila kunishirikisha. Mzee Max alizungumza kwa sauti ya upole. Ila huwezi kujua ni kwa nini amechukua maamuzi hayo mheshimiwa. Ila kama hutojali, naombeni na mimi nione ushahidi uliopatikana kwenye kesi hiyo. Mzee Max alimpatia Judy faili lenye ushahidi wa hiyo kesi. Video ni hizi hapo. Mzee Ranjit alimuonesha Judy video hizo za ngono na video za mauaji wa watoto wadogo na wa kiume waliokuwa wanabakwa na kulawitiwa. Hadi anamaliza kuziangalia, macho yalikuwa yamemjaa ukungu wa machozi mwanamama Judy. Kama mama na kama mwanamke inaumiza sana. Ni wazazi wangapi wamelia kutokana na watoto wao kupotea? Judy alizungumza huku akifuta machozi. Mzee Ranjit akasema ni wengi tu. Mzee Ranjit alizungumza kwa sauti ya upole kabisa. Mwanamama Judy akasema, maamuzi aliyochukua Monica yapo sahihi. Hawastahili kuendelea kuishi. Na huko gerezani tusio tunashikilia watu ambao tunapoona wana madhara kwa hili taifa, tunaendelea kuwashikilia. Kwa nini tuendelee kuwashikilia? Wakiwa wanaua watu kwa sumu, endapo kuna ushahidi kama huu, au wa kuchomwa visu ndani humo magereza. Hatutakuwa na taifa la watu washenzi kama hawa. Mheshimiwa Rais, idhinisha hili lifanyike haraka iwezekanavyo. Judy alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama Mzee Max. Ila ni kama itakupendeza. Huyo Kananga kesi yake ni lini? Wiki ijayo mkuu. Wale wa Marekani waliotumwa kumchukua vipi? Sidhani kama wataweza kumchukua mkuu. Yupo chini ya ulinzi mkali sana. Okay, sawa. Yeye huyo mwache, ila hao wenzake wote hakikisheni mnawamaliza kimya kimya. Sawa mheshimiwa. Tuma wauaji wenye uwezo wa hali ya juu, na sio kutuma watu watakao kwenda kuweza kudhurika wao. Sawa Mheshimiwa Rais. Na kitu kingine. Ndio mkuu. Nahitaji taarifa za kina za huyu Kananga, kuanzia familia yake, watoto wake, kila kitu kinachomhusu nipatiwe hapo ofisini kwangu. Sawa Mheshimiwa Rais. Siku yake ya kupelekwa nahitaji timu ya makomando wenye uwezo wa hali ya juu iweze kumweskoti kumpeleka mahakamani na kumrudisha. Na jaji atakayetoa hukumu apatiwe ulinzi, kwa sababu watu aina hii hawakosi vibaraka vyao ndani ya serikali na nje ya serikali. Hivyo wanaweza kufanya matukio yatakayoweza kutugharimu. Mzee Max alizungumza huku akitazama picha ya Kananga iliyopo mezani kwake. Sawa mkuu. Basi nashukuru kwa hilo, na mlitekeleze kimya kimya hayo mauaji ya vibaraka wake. Sawa mkuu. Baada ya mazungumzo hayo, Mzee Ranjit aliondoka ofisini kwa Rais Max. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili tunapata kumwona binti wa kike mwenye asili ya Kijapani akizungumza kwa kusema, Mheshimiwa ameagiza niwapokee. Binti huyo wa Kijapani alizungumza huku akimtazama Ryan pamoja na Naima waliotoka nje ya uwanja wa ndege, na hii ni mara tu baada ya kufika Japan. Wakaingia ndani ya gari ya kifahari na kuondoka uwanjani hapo. Hivi huwezi kujua ni nini mama alichoweza kutuletea? Hapana, mimi ni mlinzi wake tu, hivyo sifahamu chochote. Okay, sawa. Wakafika katika nyumba ya Mama Ryan. Jamani, karibuni sana. Tunashukuru. Leo huja kwenda kazini? Sijaenda kwa ajili ya hii kazi niloitia. Mama, inaonekana ni kazi ya muhimu sana. Ndio. Karibuni ndani. Kweli wakakaa sebuleni. Tueleze, kwa sababu roho zetu zipo juu sana mama. Ni kweli ni kazi ndogo, ila ina maana kubwa. Tunakusikiliza. Mamake na Ryan alitoa pale simu katika mfuko wa koti na kuonyesha pale picha zilizopo kwenye simu. Naima katazama pamoja na Ryan, naye akawa anatazama. Hivi mnawajua hawa? Ndio, ni Flora na baba yake.
Rani alijibu huku akimrudishia simu mama yake. Okay, vizuri kama mnaojua. Wamefanyaje? Wanahitaji kutua. Nani unahitaji kumua? Wewe. Mama, hao ni wajinga tu. Unajua hawajaanza leo mama. Hiyo mipango yao wameanza toka huyo mzee yupo madarakani nchini Tanzania. Si ndiye aliyekuweka kwenye hii hali? Mama Rani alimuonyesha Rani video akiwa katika chumba cha sumu. Rani akaitikia ndio. Unajua hapa hukutoka kwa uwezo wako, unalijua hilo? Kwenye hiki chumba cha sumu hukutoka kwa uwezo wako, ila Mungu aliamua usife kwa sababu alikuwa na makusudi na wewe huko mbeleni. Naelewa mama. Watu kama hawa ambao sasa wamevuka mipaka, nilihitaji tuje tuzungumze mimi na nyinyi uso kwa uso ili tujue mwafaka wao unakuwaje. Kwa sababu walichokifanya sasa hivi ni sawa na kumshika simba sharubu zake. Wamefanyaje? Unajua ni watu wachache sana hapa Japan wanayoijua nguvu yangu halisi, na wengi wako serikalini kwa sababu wanajua ni wapi mimi na wao tunaposhikana mikono ili mambo mengine yaweze kwenda. Ndio. Wengine wanaona mimi kwa picha udaktari tu na mmiliki wa ile hospitali. Hivi kuwa na walinzi na majumba kama hivi na ndege binafsi ni vitu vya kawaida kwa nchi za wenzetu kama hapa Japan. Hebu ngoja kwanza mama. Hivi sasa hivi una uraia wa nchi gani? Japan. Okay, tuendelee. Sasa walichokikosea ni kuchukulia hali inayoendelea kati yetu na Ghost kuwa kama ni faida, na kukupata wewe wakiamini kwamba watu watakao watumia watajua wametumiwa na Ghost. Sijaupata vizuri hapo mama. Ipo hivi. Flora na baba yake wamekiajiri moja ya kikundi cha wanajeshi ambacho kinafanya kazi zake kubwa za kujitegemea. Wasichokijua ni kwamba hao jamaa mimi nimefanya nao kazi zangu nyingi tu, zaidi hata 10 na walichokitaka ni kwamba waniteke mimi na kisha wakupigie simu uje eneo la tukio, iwe ni kazi rahisi kwa wao kukumaliza. Ryan alicheka sana mpaka mamake alimshangaa. Kinachokuchekesha nini? Wana plani za kitoto sana. Kwa hiyo ulitaka mimi nije kukuokoa wewe? Ndio. I say. Hivi wakati tamaa, mbona niliamua kuweza kuwakaushia tunakuendelea na maisha yangu mengine? Ndo akili yao ilipoweza kufikia. Sasa wewe umeamwaje mama? Nimewaeleza wale watu wangu kuiendesha operation hiyo kama walivyopanga, na siku akija kuniona basi ndio siku ya kuweza kuwachezeshia jaramba. Unajua mama, mara ya kwanza mimi kukutana na Flora nilimwokoa kwenye hoteli moja hivi Morogoro, ilikuwa imetekwa na majambazi. Kalikuwa kazuri sana kipindi hiko, ila kalikuwa nikaoga sana. Kalikuwa kanaogopa, ila nilijitoa muhanga kwa sababu nilikuwa ni kama vile komando wa serikali na nilifanya ile kazi kimya kimya mpaka niliweza kufanikiwa, japo nilipigwa risasi. Watu kama hao ambao unawafanyia wema lakini bado wanataka kuweza kuitoa roho yangu kwa namna moja ama nyingine, inaumiza sana mama. Ni kweli kabisa. Na ndio maana mimi sikutaka kuongea na wewe ukiwa kule Russia. Nilitaka tuzungumze ana kwa ana. Unajua baba yake naye pia nilimwokoa kutoka kwenye kundi la magaidi Mogadishu kule Somalia. Timu nzima ambayo tulikwenda nayo Mogadishu iliuawa na nikabaki mimi na yeye, na nikamrudisha nchini Tanzania salama salimini, ila bado anaona mimi kama fala. Labda wanalipiza kisasi kwa sababu ya kutembea na mkewe. Wapumbavu. Mimi mke wangu mbona amegongwa tena na ameolewa huku mimi naona. Mbona sijataka kulipiza kisasi? Wale ni washenzi tu sana mama. Sasa hakuna haja ya kwenda na hiyo plani yao. Leo siku mimi nitawatembelea na nitakachowafanya utakuja kuweza kukisikia. Niliwaacha hai ile siku Ikulu ili mradi tu wapate nafasi ya kuanza maisha mapya. Walidhani kwamba labda mimi nashindwa kuwaua. Mzee Faye mwenyewe amekufa alafu analeta za kuleta tena.
Ryan alizungumza kwa hasira na uchungu mkali kweli kweli. Sasa mwanangu, hutaki kupanic. Mama inakera sana. Alafu kitu kingine, kipi kibaya mimi nimewafanyia zaidi ya kuweza kumgonga mkewe tu na mwanae? Kipi kingine ambacho mimi nimekifanya kwao? Mara kadhaa mimi nimewahairishia kuwaua. Alafu leo wanataka kuweza kukugusa wewe. Wanajua thamani yako. Wanajua ni shida gani ulizopitia mpaka kuwa hapa. Waache upumbavu wao bwana. Ryan, usipanic. Hebu nisikilize mimi mamako. Ndio nakusikiliza. Acha mpango uende kama ulivyopanga, ili kuwa na furaha, na baada ya hapo utajua namna ya kuweza kuwashughulikia. Mama, kwa nini tunazunguka ikiwa mimi ninajua wapi wanapoishi? Sasa ninakwenda kuweza kuwafuata, na leo sitokuwa na muda wa kuweza kuwasamehe. Mimi nitawaua tu. Ila Flora ni mjamzito. Hilo mimi sijali mama. Nitampasua tumbo lake na nitatoa kiumbe chake akishuhudie kabla hataja kufa. Hapana. Siwezi kukuruhusu kufanya huo ujinga. Ana haki ya kuishi hadi pale atakapoweza kujifungua. Mama, naomba unaleta habari sizo. Unataka mpaka uone risasi sasa inatua mwilini mwangu ndio utaelewa ya kwamba kwa sasa tuna maadui wengi. Wale wajinga tukiwachekea watakuja kututia vidole vya macho mama. Na ndio maana nikakwambia hawanijui mimi. Laiti wangenijua wasingepanga walichotaka kukipanga. Mama Ryan alizungumza kwa sauti huku akiwa anamtuliza Ryan, ambaye tayari Ryan damu ilikuwa imeshamchemka. Mama, mimi ni komando. Na ukiachana hilo, mimi ni muuaji mama. Mimi ni ninja na nina mafunzo ya kila aina na nina nguvu pia ndani yangu. Sitokufa kwa risasi, ila nitakufa kwa upanga. Hiyo ndio siri ambayo ninawapa. Na upanga huo kuniua mimi ni mmoja tu. Na hauko hapa kabisa. Hivyo wale upumbavu mimi nakwenda kuwanyosha wote. Ningejua nisingekuita. Ungeniita usingeniita, kusingebadilisha kitu. Kama ungenitafuta na kuniambia tumekukamata, tumekukamatia mama yako, ningewaua na vifo vingekuwa viko pale pale. Ryan aliondoka eneo hilo na kupandisha gorofani. Mama, acha mimi niongee naye. Sawa Naima. Mama Ryan alijikuta kishosha pumzi nyingi huku akimtazama Ryan aliyekuwa anapandisha ngazi kwa haraka kumfuata Ryan alipokuwa anaelekea. Mama Ryan aliingia chumbani kwake huku Naima akiwa yuko kwa nyuma. Hey. Ryan, silaha zangu tumekuja nazo. Ndio. Naendelea ramani ya eneo zima la hawa wapuuzi. Nataka kuonyesha uwezo wangu nilionao. Unakwenda ukiwa umekasirika, unahisi kwamba utaiweza vita? Naima, unanijua, hivyo hakuna cha ajabu. Ila nini Naima? Ungemsikiliza kwanza mama. Ameshaniambia. Au unataka tulete drama za Isidingo ya kwamba akamatwe, awekwe kwenye mateso, alafu nijifanye superhero na kwenda kumwokoa, si ndio? Naima, mimi nimechoka na hii story. Nilishawapa onyo wakakaidi, nikawapa onyo jingine wakakaidi, nimewasamea wakakaidi. Sasa hivi ni mwendo wa mimi kwenda kuwashughulikia tu, hakuna namna nyingine. Naima alikimbilia dirishani mara baada ya kusikia milio ya magari. Aliona gari mbili zinazotoka getini. Mama anakwenda wapi? Achana naye. Analeta kazi ya kumtetea adui. Ryan, mimi mama nimemwelewa. Wazo lake lilikuwa baya. Kwa hiyo upo pamoja na mama, si ndio? Hapana. Ila anachotaka kusema ni kwamba alitaka Flora na baba yake kufia kwenye eneo walipokuwa wameamua ushikiliwe. Acha hizo mambo kabisa. Watafia kwenye eneo lao walilochagua. Naomba hiyo ramani. Ryan alizungumza huku akitoa mavazi yake kininja na kuyaweka juu ya kitanda. Siku zote ninapovaa haya mavazi roho yangu hubadilika. Mtoto akilia wembe, mpatie. Ryan alizungumza huku akiuchezesha upanga wake kwa namna anavyouchezesha. Unaweza kusema kwamba labda ule upanga ni mwepesi sana, ila ni upanga mgumu na mzito uliotengenezwa kwa chuma kigumu kilichochongwa mpaka kuwa chepesi. Wameitaka vita, acha niwapelekee vita mbwa. Ryan alizungumza kwa msisitizo, na Naima hakuwa na namna zaidi tu ya kuanza kutafuta ramani ya makazi ya Mzee Faya ili Ryan atakapokwenda kufanya uvamizi asiweze kupata shida. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kuona Flora akipatiwa taarifa ya kwamba mkuu, daktari wako amefika.
Daktari wangu yupi? Flora aliuliza kwa mshangao. Yule mama uliohitaji atekwe. Ameshatekwa au? Hapana, amekuja anasema anahitaji kukuona. Anaonyesha kujua chochote? Hapana, hawezi kutambua mkuu. Flora alimtazama baba yake. Mwambie aingie. Gari mbili alizopanda Mama Ryan na walinzi wake zikaruhusiwa pale kuingia katika ngome ya Mzee Faya. Mama Ryan akatazama maninja wengi waliokuwa wanaimarisha ulinzi kwenye ngome hiyo. Wakashuka ndani ya gari na walinzi wake. Nisubirini hapa, Mama Ryan alizungumza huku akiongozana na msaidizi wa Flora mpaka wakaingia sebuleni. Flora alimkaribisha kwamba dokta karibu. Flora alimkaribisha kwa furaha kana kwamba sio yeye aliyekuwa anataka kumteka. Mamake na Ryan akasema nashukuru. Mzee mwenzangu, unaendeleaje? Mungu ni mwema tu. Mungu anasaidia. Karibu kae. Mama Ryan kweli alikaa. Ndio dokta, naona ni ghafla sana. Vipi, kwema? Ni kwema. Unaendeleaje? Ni kuchoka tu ndugu yangu. Mtoto ameshakuwa na msikia kipiga vichwa na mateke. Ndo nyakati zao hizo. Unatumia kawa au juice? Hapana, situmii chochote na niko vizuri tu. Nimekuja kwa mazungumzo ya muhimu sana. Ni kuhusu ujauzito wangu au? Hapana. Ni yangu binafsi au mimi na baba? Wewe na babako, ila msaidizi wako nataka tupishe kidogo. Flora ilibidi amwambie msaidizi wake tupishe. Na kweli msaidizi wa Flora akatoka ndani hapo. Siku zote mnanifahamu kama Dr. Kim, daktari anayewatibu mnapokuwa na shida za kiafya. Na kitu kingine, tumekutana kwenye hizi nchi za watu na kuelezana tu maeneo tulipotoka, hususan nchini Tanzania. Ni kweli. Ila tunapokuwa kwenye hizi nchi, sote tunakuwa tuna ajenda zetu tofauti. Moja ni kutafuta maisha na nyingine ni kukaa mbali na wale adui zetu, si ndio? Ndio. Hivyo basi naamini mmesikia au mliona au mmeambiwa ya kwamba mimi nilikuwa ni mke wa Ghost, rais aliyetolewa madarakani. Kumbe. Flora alijifanya kushangaa. Usishangae kinafiki ikiwa unajua nini nilichokiongea. Samani dokta, mimi sio mnafiki. Na uwezi kunitukana mbele babangu tena ndani nyumba yangu. Sija kutokana, nimekueleza ukweli kwa ule ushenzi ambao mmepanga kuweza kunifanyia. Kwa bahati nzuri au mbaya, marehemu mume wako alikuwa anajua nguvu na uwezo wangu, na ndio maana alikuleta kwenye hospitali yangu nikakutibu tena mimi mwenyewe. Nilikuwa na uwezo wa kukuchoma sindano ya sumu kulipa kisasi cha kile mlichomfanyia mwanangu Ryan, hususan wewe mzee. Mama Ryan alizungumza kwa msisitizo huku akiwaonyesha video ya Ryan akiwa katika chumba cha sumu. Huyu ni mwanangu. Niliyemweka tumboni mwangu kwa miezi 9 na nilimzaa kwa uchungu bila kupasuliwa kwa sababu nilitaka kujua uchungu wa kuzaa mtoto wa kiume upoje. Unanielewa? Mkahisi ya kwamba hii Japan ipo mikononi mwenu. Mkadanganywa na urithi na mali hizi mlizoachiwa, ikiwa hamjui ni namna gani yeye mwenyewe aliweza kuzimiliki. Alizipata vipi? Alizipata kwa njia gani? Njia ambayo nikiwapatia ushahidi wa serikali, mtabaki na hizo nguo zenu tu, mtapokonywa kila kitu na mtabaki kuomba. Mfano mzuri ni Ghost. Kwenye maisha yako, wewe mzee, ulishawahi kusikia rais anatolewa madarakani ndani ya muda mfupi kama ilivyokuwa kwa Ghost? Baba Flora alitingisha kichwa kimaanisha kwamba hajawahi kusikia. Okay, vizuri. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwenu nyinyi watu wawili. Kudandia treni kwa mbele siku zote ni lazima ugongwe kwa sababu treni haina shobo. Nenda bwana kwenye point, acha kututisha hapa na kutuimbia ngojera zako. Flora alizungumza kwa dharau na kejeli. Mamake na Ryan kwanza alicheka. Flora. Nimekuita mara 3 nikimaanisha kwamba we bado ni binti mdogo sana. Huwezi kuingia
au kurithi vita ambazo wazazi wako walizifanya. Labda tu niwaambie, mpango wenu wa kuniteka mnaweza kuufanya sasa hivi, kwa sababu nikitoa mguu wangu pale nje, basi maisha yenu yatakwenda kubadilika. Nilikuja kama mjumbe mzuri tu na kuleta message nzuri, ila kwa dharau ulionionyesha wewe binti, acha ya kukute yale uliyehitaji kupate. We mama we, ngoja nikwambie kitu kimoja. Usihisi ya kwamba nakuogopa, sawa? Nitakushughulikia humu kwa sababu hata kama ukifa humu ndani, hakuna atakayejua kwamba umekufa. Umenielewa? Flora alizungumza kwa ukali na kumfanya Mama Ryan kucheka sana kwa kujiamini. Taratibu Mama Ryan alisimama na kuliweka koti lake linalomkinga na baridi, akalika vizuri. Leo hutojifungua tu, ilo utapasuliwa hilo tumbo lako katikati na mtoto wako atatolewa. Utamshika huku kimtazama ukiwa na maumivu makali sana, na utakata roho ukiwa umemshuhudia mwanao kwa muda mchache sana. Sasa atakayefanya hiyo kazi anakuja, kwa hiyo jiandae kwa kifo kitamu binti. Mama Ryan alizungumza kwa kujiamini huku akitabasamu na kumfanya Flora na baba yake kutokwa na macho mshangao, kwani kile walichokuwa wamekipanga wakiamini ni cha siri kimejulikana, na waliyepanga kumfanyia ubaya amejua A to Z. Kwa usalama wa kiumbe chako kilichopo tumboni mwako, ni vema kukimbia hii nchi tena kwa wakati huu unapozungumza. Yaani nitakapotoa mguu wangu hapa, basi hakikisha unaondoka. Bora umenirahisishia kwa kujileta wewe mwenyewe, na hamu kubwa sana kukutana na huyo panya wako, kwa sababu walinzi wangu hawatakuruhusu kutoka ndani hapa. Ni kweli binti eh? Mama Ryan alizungumza huku akirudi na kukaa kwenye sofa, huku akikunja nne, huku akiminya pale kitufe kilichopo kwenye simu yake. Itachukua muda gani mimi kuwa kizoezini? Utajua hapo hapo. Flora alisimama na kuelekea mlangoni. Aliwatazama walinzi wa Mama Ryan alikuwa amefika nao eneo hilo, na kisha akamuita msaidizi wake na kisha akarudi sebuleni. Ndio mkuu. Chukua vijana huyu mama umweke kwenye chumba cha kupumzika. Sihitaji kumtesa kwa sababu si yeye ninayemhitaji. Naona unayetoa makucha yako pasipo kujua ni madhara gani utayapata kwa kitendo hiki unachokifanya. Hebu mchukueni bwana, mtweni hapa. Kabla hajafanya chochote, ninja mmoja aliingia ndani hapo. Mkuu, kuna gari 6 za jeshi zikiwa na wanajeshi wapo getini, wanahitaji kuingia. Wanajeshi? Ndio mkuu. Wanataka nini kwangu? Hatujajua mkuu. Msimuumize kichwa. Wamekuja kunichukua mimi. Unasemaje wewe? Mlango wa sebuleni hapo ulifunguliwa. Waliingia wanajeshi 6 wakiwa na bunduki, wakampigia pale saluti mamake na Ryan. Mkuu, kuna tatizo lolote mkuu? Mamake na Ryan taratibu alisimama huku akimtazama Flora aliyekuwa macho yamemtoka kweli. Mamake na Ryan akasema, hakuna tatizo lolote. Saa yangu ilijiminya tu bahati mbaya, ila tunaweza tukaondoka. Nilikuwa nimekuja kumtazama mgonjwa wangu hapa, hali yake ndo kama hiyo unavyoiona. Okay, sawa mkuu. Taratibu Mama Ryan alimsogelea Flora hadi karibu yake kabisa, na kisha akamwambia, hili ni jeshi la nchi ya Japan. Wananipigia saluti tena ya heshima. Jiulize mimi ni nani na nina uwezo gani? Naweza nikayabadili maisha yako ndani dakika tu, na utoamini. Kitu unachokimiliki kinapotea. Amini hilo, na usije ukathubutu tena kuja kuingia kwenye maisha yangu. Nakupa nafasi hii ya mwisho. Kimbia, jifiche. Rani anakuja kukua wewe na baba yako, na nimefanya hivi kwa ajili ya maisha ya mwanao ambaye hajaiona dunia inafananaje. Mama Ryan alizungumza kwa sauti ya kunong'ona, sauti iliyokuwa imejaa upole ndani yake. Alimbusu Flora shavuni mwake na kisha akaongozana na wanajeshi hao kutoka nje. Aliingia ndani ya gari lake na kisha wakaondoka hapo akiwa na ulinzi mkali wa wanajeshi na walinzi wake binafsi. Mwanangu, huyu mama sio mtu wa kawaida. Sio kama vile tulivyomdhania. Ni viongozi tu wa serikali ndio wanaweza kupigiwa saluti tena na wanajeshi wa nchi. Inakuwaje akapigiwa saluti? Atakuwa na nafasi gani katika hii serikali ya Japan? Na sababu unatakaje? Ninachokuambia fanya alichokueleza.
kama Ryan akija hapa hali itakuwa si hali. Flora alishusha pumzi huku akimtazama baba yake. Niendelee gari na walinzi, twendeni kule kijijini. Sawa mkuu. Flora hakuwa na namna zaidi ya kufanya maandalizi ya haraka na kuondoka nyumbani kwake hapo akiwa ameongozana na walinzi ambao ni maninja kwa ajili ya kuelekea kwenye nyumba ya kijijini iliyokuwa nje kabisa ya jiji la Tokyo. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima akimwambia Ryan, "Hebu ona hapa." Naima alimuonyesha Ryan gari za mama yake na wanajeshi zikitoka nyumbani kwa Flora, huku drone ya Naima ikiwa iko angani kirekodi kila kitu. Mama amekwenda kufanya nini? Sijui. Na hao wanajeshi? Ryan, mimi mwenyewe ndo naona. Hebu iache drone eneo hilo. Iacha hapo. Naisa amekwenda kumtahadharisha juu ya mimi kwenda hapo. Na kama ataondoka basi mama atakuwa ametoa siri. Ila kama atabaki atakuwa hajatoa siri. Okay, sawa. Kiukweli zikupita dakika hata 15 wakaona gari zikiondoka nyumbani kwa Flora. Wanaondoka na Flora yupo kwenye gari hii hapa ya katikati na babake. Naima alizungumza huku akimuonyesha Ryan gari hizo jinsi zinavyoendeshwa kwa kasi kweli kweli. Hebu fuatilie. Ryan alizungumza huku akitazama dirishani na kuona gari za mama yake zikiingia eneo hilo. Ryan alitoka ndani hapo na akakutana na mama yake Sibleni. Anasemaje? Nani? Flora na baba yake. Mimi sijaonana nao. Mama acha kundanganya. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Huwezi kuwa mpelelezi ukahisi kwamba mimi nashindwa kukupeleleza. Umeondoka na wanajeshi na umetoka kwa huyo mpuzi. Ninakuuliza anasemaje? Nilimpa onyo la kumwambia akae mbali na sisi. Na pia akimbia akajifiche kwa ajili ya kumlinda mwanae aliyopo tumboni mwake. Mama, kwa nini umenisaliti? Kulikuwa kuna haja gani ya kwenda kulikuwa kuna haja gani wewe kuweza kuniita mimi kuja hapa Japani kama issue ulikuwa unaweza kuimaliza wewe mwenyewe? Sijakusaliti mimi. Ilo umefanya nini mama? Nimefanya kilicho sahihi kwa ajili ya kiumbe chake. Kauli yako ya kutoa mimba yake ndo imenifanya nifanye nilichokifanya. Mimi ni muumini mzuri sana wa kumlinda mtoto, hususan aliyopo tumboni. Unataka kumuile mtoto aliyopo tumboni mwake ili iweje? Hiyo roho ya kuwa kichanga unaitolea wapi, na ujasiri huo wa kwenda kulipasua tumbo lake unautolea wapi? Nakuuliza. Ni adui sawa, sikatai. Ila linapokuja swala la mtoto, siwezi kukuruhusu kumdhuru yule kiumbe na sio na sio kwake tu. Ni utaratibu na ufanya kwa adui zangu wote. Swala la watoto wao hatuliingize kwenye vita yetu. Mwache jifungue. Amebakisha mwezi 1.5. Akishajifungua utafanya unachotaka kuweza kukifanya. Ryan alimtazama mama yake kwa sekunde kadhaa na kisha alianza pale kupandisha ngazi kuelekea gorofani. Ryan. Wewe. Nakusikiliza. Elewa nilichokwambia. Wewe na yule mwenzako mlichotofautiana ni... Ryan aliishia hapo kuzungumza maneno hayo na kuendelea kupanda ngazi. Aliingia chumbani kwake na kubamiza mlango kwa nguvu. Imekwaje tena? Amemweleza atoroke kisa eti ni mjamzito. Mimi naona pa wanaelekea porini milimani huko. Tembea nao mpaka tujue wapi walipofikia. Hata kama mama hataki nifanye hii operation, nitaifanya tu. Ila unajua alichokifanya mama sio kosa. Na wewe Naima, kwani umekuaje siku hizi? No Ryan, ni ukweli kwamba sio kosa kwa sababu Flora kweli ni mjamzito. Je, unaweza kwenda kuua mama na kiumbe chake? Yaani tutoe hasira na kuziweka pembeni. Kwa hali ya kawaida unaweza kumua? Ryan alishusha pumzi taratibu. Kuna nyakati tunapigana vita, ila sio na watoto ambao hawaelewi nini kinachoendelea kwenye dunia. Kikubwa kwa sasa ni kumwacha jifungue. Na hiyo ondoka yake inaashiria kabisa ya kwamba amekuogopa. Kwa hiyo tumwache. Hatuna namna. Tuachane naye. Hebu nisaidie kitu. Kitu gani? Nitafutie namba yake ya simu mkononi. Sawa.
Haikuwa kazi ngumu kwa Naima kuipata namba ya simu ya Flora. Ryan aliipiga namba hiyo kwa video call, iliita na kisha ikapokelewa. Flora alishtuka kumwona Ryan. Alitamani kukata ila alishindwa kutokana na bumbuazi lilokuwa limempata. Nimekusamea kwa mara ya mwisho kwa sababu ya hali ya tumbo lako. Ukirudia nitakuwa na hakutokuwa na mama yangu wala mtu mwingine yoyote atakayenishawishi kuacha kukikata hicho kichwa chako. Kwa miezi uliobakisha huna haja kuweza kuelekea huko milimani. Rudi mjini ujifungue salama mwanao. Umejuaje ni Flora aliongea kwa kutetemeka. Ryan akamwambia rudi ujifungulie mjini na muishi bila kuniwazia mimi na huyo baba yako. Na kwa pia hili ni onyo la mwisho. Mkikiuka hapa nitawaondoa kwenye dunia na hamtokaa mkaamini. Ryan mara baada ya kumaliza alikata ile simu. Simamisha gari. Flora alizungumza na dereva akawasiliana na wenzake waliokuwa wameongozana nao na msafara huo ulisimamishwa na kumfanya Flora kushuka ndani ya gari huku baba yake na walinzi wake wakishuka ndani ya gari. Shit. Flora alipiga kelele ya ukali kwa hasira kwani Ryan alikuwa amezidi kuwa tishio kwenye maisha yake. Mwanangu, niache baba. Flora alitembea mpaka kwenye mti mkubwa na kisha kakaa chini. Taratibu baba yake akachuchumaa pembeni yake. Kwa nini mimi nashindwa kumuoa huyo mtu? Kwa nini? Flora, alichokizungumza Ryan kina msingi sana kwa ajili ya mwanao. Kwa sasa hebu tuachane na mambo ya kumfuatilia kwa ajili ya mtoto wako. Mimi nataka kumuoa. Kwa aliyoyafanya napaswa kufa. Najua mwanangu, ila jifungue kwanza. Mtoto wako akue vizuri na kisha tutaanza kumsaka. Kikubwa hapa ni pumzi na kujipanga tu mwanangu. Flora akamtazama baba yake. Sawa, turudi mjini. Huko huduma za hospitali ni ndogo, ziko mbali. Isijakaa na tudanganya. Namjua Ryan kwa sababu nimeshafanya naye kazi. Ni mtu ambaye akiongea jambo lake huwa halipindi wala halisaliti. Amejuaje kwamba tunakwenda maporini? Na ndio hapo jiuliza, kama angekuwa anataka kutudhuru, singeshatufuata huku porini. Tena tukiwa tuna nusu ya walinzi wetu. Kwa mjini tutakuwa ni salama. Salama zaidi ya huko. Sawa baba. Baba Flora akamsaidia pale mwanae kunyanyuka. Msafara ukageuzwa na safari kurudi mjini ikaanza. Kipindi kama hiki mtafute mama, tumtumie tiketi aje huku. Mama yako hata sijui ni wapi alipo. Suna watu kila sehemu, wapigie na waulize bwana baba. Sawa. Flora alijilaza begani mwa baba yake huku hofu na wasiwasi vilivyokuwa vimemtawala vyote viliweza kumondoka. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona mama yake na Ryan. Nyie mnakwenda wapi? Mama, ulituleta hapa tukasaidia kuhusiana na Flora. Mambo yamekwenda kama alivyokwenda. Tukae hapa tufanye nini? Tuna majukumu mengine ya kuendelea nayo. Ryan, simkae hata siku 2-3. Mama, unataka kuweza kuishawishi nafsi yangu kufanya dhambi. Umenisihi, nimemsamehe yule. Hivyo acha niondoke zangu bwana. Sawa, kama mmeamua hivyo, mimi sina pingamizi, ila tu nilitamani sana muendelee kukaa hapa na mimi. Wajukuu zako watakuja likizo. Haya, sawa. Dereva atawapeleka uwanja wa ndege. Okay, sawa. Ryan na Naima wakaingia ndani ya gari na taratibu walianza kuondoka eneo hilo. Ryan, inabidi umheshimu sana mama. Kwa nini? Ongea yako sio nzuri mbele mama. Shukuru sana na wazazi. Sisi wenzako tutamani kupata hata watu wa kuwaita mama au baba. Ila tunakosa, hivyo usio unagombezana na mama kama vile tunavyogombezana mimi na wewe. Usijali, nimekuelewa. Kuna gari inatufuatilia. Dereva alizungumza huku akitazama kioo cha pembeni. Rani na Naima waliokuwa wamekaa seti za nyuma wakageuka na kutazama gari hiyo. Unaweza kuwapoteza? Ndio. Okay, wapoteze, ila tusiende uwanja wa ndege. Tunataka kujua ni kina nani wanaotufuatilia. Sawa mkuu. Dereva huyo
Alianza pale kuendesha gari kwa mwendo wa kasi huku akizipita gari kadhaa na kuwafanya wanaowafuatilia na waanze kuwafukuzia, huku gari zikiongezeka kutoka kwenye gari moja hadi kuwa gari 3. Watu waliomo katika gari hizo 3 walijitokeza kwenye madirisha ya magari hayo na kuanza kuishambulia kwa risasi gari iliyokuwa imepanda Ryan pamoja na Naima. Shit. Ryan alilalamika. Mkuu, ni bulletproof. Una bunduki? Dereva akawapa bastola 2, kila mmoja kaikoki yake kujiandaa kwa mashambulizi. Mkuu, gari yetu imevamiwa na watu tusiojua, tunahitaji msaada. Dereva aliwasiliana na mamake Ryan kwa simu maalum iliyomo ndani ya hiyo gari. Mamake na Ryan akamwambia tuma location eneo mlipo. Sawa mkuu. Dereva akawasha pale GPRS ya gari hiyo na ikaonyesha ni wapi ilipo na ni wapi wanapoelekea. Ryan taratibu alishusha kioo cha upande wake, alitoa mkono dirishani na kuanza kujibu mashambulizi hayo, huku dereva wao alizidi kuongeza mwendo wa gari hilo ili kuokoa maisha ya Ryan pamoja na Naima. Ryan kwanza alitazama gari hizo zilizokuwa zinawafukuzia. Gari ikiwa katika mwendo mkali kwa kasi, Ryan alifungua mlango na kisha alijirusha pembezoni mwa barabara kwa ustadi wa hali juu mno. Alifyatua risasi kadhaa kwenye tairi za gari hizo zinazowafukuzia. Kwa mwendo wa kasi, gari hizo zilijikuta zikipoteza mwelekeo, zilianguka huku nyingine zikigonga gari wanazopishana nazo. Kwa mwendo wa haraka, Ryan alianza kutembea kuelekea zilipokuwa zimepata ajali gari hizo, huku watu waliokuwa wakiwashambulia walikuwa wakijitahidi kutoka ndani ya magari hayo, huku wengine wakiwa wamefariki kutokana na ajali mbaya walizokuwa wamezipata. Ving'ora vya gari za polisi vikamfanya Ryan kwa haraka sana kuichomeka bastola kinoni mwake. Alifunika na t-shirt yake. Alijibanza kwenye moja ya kona na kutazama jinsi gari za polisi zinavyosimama eneo hilo na kuwakamata watu hao, huku wengine wakiwa wanapakizwa kwenye gari za wagonjwa. Rani aliita pale taxi na kisha aliingia, akamwambia fuatilia ile gari ya wagonjwa. Dereva akasema sawa. Wakaendelea kufuatilia gari hiyo iliyokuwa imebeba wagonjwa mpaka ikafika kwenye moja hivi ya hospitali. Rani alimripa dereva taxi na kisha akashuka. Akaendelea kumfuatilia mmoja wa majambazi waliokuwa wanawafukuzia. Rani alifanikiwa kuingia ndani ya hospitali hiyo bila hata kukaguliwa, kwani mishemishe za kupokea wagonjwa waliokuwa wamepata ajali pamoja na polisi wanaowafikisha hospitalini hapo iliyofanya walinzi kuto kushughulika kabisa na ukaguzi wa watu kwa kutumia mashine ya utambuzi wa silaha. Ryan akaendelea kufuatilia wanapopelekwa. Yeye alikuwa amemdhamiria mgonjwa mmoja tu ili apate kumhoji, na mgonjwa huyo alikuwa ameshaingizwa ndani ya chumba cha upasuaji, kwani mguu wake mmoja ulikuwa umevunjika huku mkono wake mmoja ukiwa umefungwa pingu na askari walikuwa wamemfikisha hospitalini hapo. Chumba cha upasuaji. Ryan aliyasoma maneno hayo yaliyokuwa yameandikwa Kijapan huku akitazama mhalifu huyo akiingizwa ndani ya hiko chumba. Hazikupita dakika 10, mamake na Ryan akawa wameongozana na Naima pamoja na walinzi wake 4 walifika eneo hilo. Vipi mwanangu? Unaendeleaje, hujaumia? Eti uko salama kweli? Mama Ryan alihoji huku akiwa amejawa na wasiwasi. Alimtazama Ryan kila kona mwili wake. Nipo sawa mama. Mtu wetu mmoja ameingizwa humo ndani. Kwenye upasuaji? Ndio. Hali yake kavunjika. Hebu ngoja kwanza. Mama Ryan alitoa pale simu yake mfukoni na kisha alipigia simu kwa mkuu wa polisi. Aliomba mtuhumiwa huyo kufanywa mahojiano akiwa katika chumba cha upasuaji. Akaambiwa pale, ila sheria unaijua. Hilo ni kosa madam, hata kama ni mhalifu, ila ana haki ya kutibiwa. Mamake na Ryan akasema anajua hilo, ila atakaye kuhoji nitachukua hilo jukumu mimi. Sawa madam. Mamake na Ryan alikata simu hiyo na kumpa ishara Ryan kumfuata na wakaingia katika hiko chumba cha upasuaji. Hey, hamruhusiwi kuingia hapa. Nesi mmoja alizungumza huku mkononi mwake akiwa amevaa gloves na puani mwake alikuwa amejifunika na barakoa. Mamake na Ryan akasema analijua hilo, ila ni dharura na ndio maana tumeingia. Mama Ryan alizungumza huku akielekea kwenye kitanda kilichokuwa kimezungukwa na madaktari wanaoendelea kutoa huduma hiyo. Naombeni nafasi. Mama Ryan alizungumza huku akiwa amesimama pembeni ya mgonjwa huyo ambaye alikuwa anashuhudia kila kinachoendelea eneo hilo.
Madaktari wakasema ila tupo katikati ya upasuaji mkuu. Mama Ryan akasema najua, anapaswa kuhojiwa haraka iwezekanavyo. Ryan, njoo fanye kazi yako. Ryan alichoma bastola kinoni mwake na kufanya mpaka madaktari wa kwanza wasoge pembeni huku akiwa na hofu. Mama kina Ryan akasema hata wadhuru, kweni na amani. Naamini sura yangu ni moja ya sura ulizoziona kwenye picha ya maelekezo ambayo mlipewa kuweza kunidhuru, si ndio? Ryan alizungumza huku akimtazama mgonjwa huyo. Ryan akasema nahitaji jibu la haraka sana. Kabla sijafumua hiki kichwa chako ambacho hakuna daktari hata mmoja atakayeweza kuzuia risasi kuingia kichwani mwako. Nataka kujua ni nani aliwatuma mje mniue. Ni nani? Nilisikia tu kwa mkuu wangu kuwa maagizo yanatoka kwa Ghost. Ghost? Ndio, ila mimi simjui huyo Ghost. Alizungumza kwa kutetemeka na kumfanya Rani amtazame mama yake. Rani akawa wa kwanza kutoka ndani hapo. Mamake na Rani aliwashukuru wale madokta na kisha akatoka humo ndani. Ghost amevuka mipaka. Na safari siwezi kumwacha, ni lazima afe. Mama Ryan alizungumza kwa msisitizo huku akiwa anaelekea nje. Waliingia ndani ya gari na safari kuelekea nyumbani kwa Mama Ryan ilianza huku ukimya ulikuwa umetawala ndani ya gari. Tunafanyaje sasa? Naima alimuuliza Ryan, na hii ni mara baada kushuka ndani ya gari baada kufika nyumbani kwa mamake na Ryan. Kuna wakati ninajaribu kuwaza, sijui hii familia ina laana au ni kitu gani. Ryan alizungumza kwa sauti ya upole na kumfanya mamake kumtazama kwa sekunde kadhaa. Kwa nini unazungumza hivyo? Haiwezekani babangu mimi mwenyewe kutaka kuniua. Kama ni mke, mbona mimi nimekubaliana na matokeo? Amchukue tu. Sasa mimi akiniua yeye atapata faida gani? Baba yako bado ana hasira na wewe. Na anaona kukua wewe ataweza kuishi kwa amani na furaha na yule malaya wake. Nisamee mimi mama yako kwa kukubali kuolewa na mwanaume kama yeye. Usijali mama. Hakuna jua kesho yake. Nimeshatoa maagizo kwa timu yangu kuhakikisha wanapeleleza hii kesi na kujua ni wapi Ghost alipo, na watatupatia majibu muda so mrefu. Kwa sasa nakuomba ukapumzike mwanangu, ukijaribu kufikiria nini cha kufanya, kwa sababu kama ni safari yenyewe basi ndio imeshafia njiani. Inaonekana Ghost alianza kunifuatilia muda mrefu. Anajitahidi, mtandao wake si hapa. Hapo simu ya Naima ilianza kuita. Alitoa mfukoni na kupokea. Halo Naima. Ni mimi Judy naongea. Shikamoo. Marhaba. Upo karibu na Ryan? Ya, niko naye. Unaweza kunipatia simu nikaongea naye? Sawa. Ryan, Naima alimkabidhi simu Ryan. Yes, hello. Ni mimi Judy naongea. Shikamoo. Marhaba. Tunaweza tukakutana nchini Tanzania? Kwa sasa kuna issue naifuatilia inanisumbua akili yangu. Kuhusiana na Ghost. Unataka kujua wapi Ghost alipo? Ndio, na kama utaweza kunipatia huyo Ghost nitashukuru sana. Sawa, acha nifanye kazi kwa sababu nami ninahitaji msaada kutoka kwako. Hakuna shaka, nipatie tu Ghost. Sawa. Rani akakata ile simu. Mamake akamuuliza ni nani huyo ulikuwa unaongea naye? Ni Judy, anahitaji nimsaidie kwenye mambo yake, ila nimehitaji nisaidie kumsaka Ghost. Hebu kwanza Rani, uje sikupata muda kuongea na wewe kuhusiana na mahusiano yako na Judy. Imekwaje ukamjua? Rani alimtazama mama yake kwa sekunde kadhaa na kuanza kumuelezea namna alivyofanya kazi ya kwenda kumkomboa Judy na mumewe. Aise? Na sasa mbona nimesikia Katha amesharudiana na mume wake Eddie? Hivyo unapaswa kuwa makini kwenye maamuzi ya hawa watu endapo watahitaji kukutumia.
Sawa mama. Kiukweli kichwa kinaniuma, nahitaji kwenda kupumzika. Ryan aliondoka sebuleni hapo kwa mwendo wa taratibu na kisha aliingia chumbani kwake. Naima, bema, nashukuru. Kwa lipi? Umekuwa karibu sana na mwanangu kwenye kipindi chote hiko. Inaonesha wewe ni rafiki mwema ambaye umeacha kila kitu na kuamua kuongozana na mwanangu kwenye maisha yake. Nashukuru sana. Usijali mama. Mimi ni kama mashabiki tu Uncle Jay. Popote alipo Uncle Jay wanaongozana naye. Uncle Jay akienda huko wako naye. Uncle Jay akiumwa na wao wanaumwa. Uncle Jay akifanya hivi na wenyewe, yani mashabiki wa Uncle Jay ni koli na Uncle Jay tu. Anakwenda Uncle Jay na wenyewe hapo. Na mimi ndio hivyo hivyo. Alipo Ryan na mimi nipo, siwezi kumwacha. Nikuulize swali. Niulize tu mama. Hujawahi kuwa na mahusiano na Ryan wewe? Hebu nijibu kama mama. Au hujawahi kuwa na hisia naye? Naima alitabasamu huku akimtazama mamake na Ryan. Kipindi tulipokuwa kazini, nisiwe mwongo, nilimpenda sana Ryan. Na nilitamani siku aje kuwa mwanaume wangu wa maisha. Nisikufiche mama, nilishawahi kulala naye. Siku moja tukiwa mkoani Morogoro, na kuanzia hapo nilijaribu kuzizuia hisia zangu kwake kwa sababu ningempoteza kama ningekubali kuendekeza kumpenda. Ungempoteza kivipi? Mama, kama unapojua kazi zetu huwa unaweza kupewa mission za kuwa na mahusiano na mtu ambaye hata humpendi, ila kutokana na unahitaji kitu kwa ajili ya usalama wa taifa, basi unafanya hivyo. Na hata Ryan pia nilishamwona ni mtu ambaye anapendwa na wasichana mbalimbali. Hivyo kutokana kwamba nilihitaji niwe naye tu karibu, nilimwona tu kuhakikisha ninahakikisha urafiki kati yetu unazidi kudumu hadi zile hisia zilipoweza kuja kupotea na kubaki urafiki wetu ambao hadi leo hii tuko pamoja. Ni mabinti wachache sana wanaoweza kufanya ulichokifanya wewe Naima. Ni kweli mama. Ni wachache sana wanaweza kufanya hivyo. Ila sikuwa na jinsi zaidi tu ya kuweza kukubaliana na ukweli kwamba hatujajengewa nafasi ya kuweza kuwa na mahusiano mimi na Ryan. Nimekuelewa Naima. Naomba uendelee kumtunza rafiki yako. Usijali mama. Mamake na Ryan alinyanyuka na kuondoka sebuleni hapo. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Ghost akimuuliza general wake wa jeshi, akimwambia hebu nipe ripoti. Ghost aliuliza hivyo mbele ya general wake wa jeshi huku akiwa amekaa mezani akisubiria mke wake kumwandalia chakula. Mkuu, vijana wetu waliopo Japan wameshindwa kumuua Ryan. Wameshindwa? Wameshindwaje kumuua? Ghost alizungumza huku akipiga meza kwa hasira. Generali huyo akashindwa kabisa kujibu. Kwenye operation ambayo waliamini itafanikiwa imekwenda kufeli. Mkuu, sijajua. Hebu sikia. Ongeza kikosi. Si mnajua wako wapi? Ndio mkuu, wamenitumia hii picha ya nyumba waliofikia mara baada kutoka hospitalini. Generali huyo alimuonyesha Ghost picha ya nyumba ya kifahari ikiwa imezungukwa na ukuta mrefu. Alichukuliwa na nani? CCTV za hospitalini mkuu zinamuonyesha mama huyu hapa. Ghost akashusha pumzi taratibu. Huyo ni mama yake. Sasa hakikisha unaongeza jeshi. Nahitaji watu zaidi ya 100 wenye mafunzo kwenda kuvamia hilo eneo. Na sihitaji wawe hai, ikiwezekana wawaue kabisa. Nadhani umenielewa. Ndio mkuu, fanya hivyo sasa hivi. Elisa akashusha pumzi taratibu huku akitetemeka mara baada ya kusikia mazungumzo ya Ghost na jenerali wake. Mungu, anakwenda kumuua Ryan wangu. Elisa alizungumza kimoyomoyo huku akifunga mlango wa jikoni, huku moyo wake ukimwenda kasi kweli kweli. Ryan, wanakuja kukuua. Siwezi kuruhusu ufe hivi. Ni lazima nifanye jambo. Kwa ajili yako. Lisa alizungumza kimoyomoyo huku akichukua kisu kirefu, alikishika vizuri mkononi mwake. Jasho hapo linamiminika mwili mzima, asikwambie mtu. Jasho linamtoka Lisa. Akajifikiria kwa sekunde kadhaa na kisha akakirudisha kisu alipokuwa amekitoa. Alitoka jikoni hapo, akapitiliza moja kwa moja mpaka chumbani kwake. Alichukua simu yake juu ya kitanda na kisha aliingia bafuni. Akafungulia pale maji ya bomba la mvua huku akiwa amefunga mlango kuingilia bafuni.
Akayatazama maji yaliokuwa yanamwagika kwa wingi na kutoa mlio ambao hata akizungumza na simu hakuna anayeweza kumsikia. Alivuta pumzi nyingi na kisha akaishusha taratibu kwa ajili ya kuiondoa hofu na mashaka yaliyokuwa yamemtawala. Lisa aliwasha simu yake na kusikiliza kwa sekunde kadhaa. Kwa haraka sana akawasha wifi na akaanza kuitafuta namba ya Linda. Akaiona. Akaingia katika mtandao wa WhatsApp, akajishauri kwanza kwa sekunde kadhaa na kisha akalipiga, kwani toka siku ameondoka nchini Tanzania hajawahi kabisa kuiwasha simu yake wala kuwasiliana na mtu yeyote yule. "Dada, ni wewe?" Linda alizungumza kwa furaha huku akiwa anatazamana na dada yake. "Nisikilize, sina muda wa kupoteza. Fanya juu chini wasiliane na Ryan, umweleze kwamba kuna kundi la watu limetumwa kwenda kumuua na aliyetuma hilo kundi ni Ghost. Umenielewa?" Lisa alizungumza kwa sauti haraka. Linda akasema, "Ndio, nimekuelewa dada." "Na vipi kuhusu mtoto?" "Mtoto hajambo dada." Lisa akakata simu na kisha akaizima kabisa. Akaificha simu yake, akatoka chumbani mwake. "Hey, baby, unajua nilikuwa ninakutafuta." Ghost alizungumza huku akimsogelea Lisa, akamshika pale kiuno. "Nilikuwa na washing room kidogo mume wangu." "Uko sawa kweli?" "Tumbo tu kidogo lilikuwa linanisumbua." "Kama vipi niite daktari ya kutibu mke wangu?" "Hapana baby, ni maumivu tu kidogo." "Ndio. Nimejisaidia ila sasa najisikia vizuri. Acha nikamalize kuandaa chakula." "Wewe pumzika, acha mimi nikuandalie baby." "Hapana." "No. Unajua nipo kwa ajili yako mpenzi wangu, acha nikuhudumie la sisi." Ghost alizungumza huku akimbusu Lisa mdomoni mwake. Alimshika mkono na kumkalisha katika kiti cha mezani na kisha kaelekea jikoni. Alirudi na chakula ambacho Lisa alikuwa anakiandaa na kisha akakiweka pale mezani. "Mke wangu, laiti mimi ningekujua toka zamani. Na hisi sasa hivi ningekuwa kibonge sana. Si kwa mapishi haya matamu." Amna bwana mume wangu." "Kweli vile, unajua mapishi yako ni matamu sana tena sana." Ghost alipakua iko chakula akamtengea mke wake na wakaanza pale kula. "Maisha yangu yote sasa yanakwenda kuwa na amani na moyo unakuwa na furaha ambayo nimeikosa kwa maisha yangu yote." "Ina maana mume wangu huna amani, huna furaha?" "Unajua amani haiwezi kutawala kama adui zako bado wanaendelea kuishi. Hivyo amani kama amani kwa sasa ninakwenda kuipata." "Maadui zetu wako wengi mume wangu. Labda unieleze ni akina nani?" "Adui yangu mmoja wapo ni Mama Ryan. Na nimeshapata eneo alipo akiwa na mpumbavu wake. Hivyo kitakachokwenda kuwapata leo ni kitu kitachonifanya niwe na furaha maisha yangu yote." "Wow, hongera sana mume wangu. Na imani hata penzi letu pia litazidi kushamiri." "Sana, tena sana." Ghost alizungumza kwa furaha huku akiwa anashushia chakula chake kwa juisi ya nanasi aliyokuwa ametengenezewa vizuri na mke wake. "Mkuu, vijana wanaelekea. Unaweza kuja chumba cha operation." Mlinzi wa Ghost alizungumza, na hii ni mara baada ya kufika eneo hilo la chakula. Ghost akasema, "Sawa, nataka kushuhudia wakifa. Mke wangu, tunaweza kwenda, si ndio?" Bila shaka mume wangu." Wakanyanyuka na kuelekea katika ukumbi mkubwa ambapo wanaongoza operesheni zao na wanazifuatilia kwa mfumo wa kamera ambao wanajeshi wanakuwa wameshazifunga kamera ndogo katika sehemu mbalimbali za miili yao. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima akawa anatazama simu yake iliyokuwa inaita. Naima alikuwa anapuliza bigiji mdomoni aliyokuwa anaitafuna. Alitengeneza pale kama puto hivi kubwa kiasi na kisha likapasuka. Akawa anaendelea kuitafuna hiyo bablish. Naima akaipokea simu hiyo iliyokuwa inaendelea kuita. "Asante Mungu, nimekupata. Naima, nimejaribu kupiga sana simu ya Ryan haipatikani." "Unaendeleaje Linda?" "Sio salama kwa sababu dada amenipigia simu, ameniambia Ghost ametuma watu wengi kuja kumuua Ryan. Hivyo jihadharini." Linda alizungumza kwa sauti haraka huku akiwa na wasiwasi mwingi mno. Naima akamwambia, "Hebu tulia wewe. Dada yako gani amekupigia simu?" "Lisa." Naima macho ilimtoka kwa sekunde kadhaa kwa mshangao. Akasimama na haraka akaanza kupandisha ngazi kuelekea gorofani. Kwa haraka akaingia chumbani kwa Ryan aliyokuwa amejilaza kitandani kwa uchovu. Akamuita pale, Ryan. "Ongea na Linda."
Linda? Ndio. Naima alimpa simu Ryan. Shem, Ghost ametuma watu kuja kukuua na dada ameniambia ni watu wengi, fanya kuondoka hilo eneo haraka sana. Fanya hivyo shemeji yangu na kuomba. Kabla hata hawajaongea chochote, wakasikia milio ya risasi na milipuko ya mabomu. Milio hiyo ilikuwa ikiendelea nje ya jumba lao, jambo ambalo lilimfanya kwa haraka sana kukimbilia dirishani. Akaona wanajeshi wengi wenye silaha na walikuwa wamefunika sura zao kwa mabushori ya kininja, wakiwa wanapambana vikali na walinzi wa mama yake. Rani kwa haraka katoka chumbani hapo, huku akiwa amempatia simu Naima. Wakakutana mamake Rani pale kwenye corridor. Tumevamiwa mwanangu. Mama, fanyeni hivi. Naima, mchukue mama na muondoke hapa. Hii vitamini ya kwangu. Hatuwezi kuondoka na kukuacha hapa mwanangu. Mama, sio ombi, hili ni amri sasa. Rani alizungumza kwa sauti nzito na yenye msisitizo ndani yake. Begi liko wapi? Chumbani kwangu. Rani aliingia chumbani kwa Naima, alifungua begi lake lenye nguo za kininja pamoja na upanga wake. Kwa haraka alianza pale kuzivaa. Mama, tumezidiwa, inabidi tuondoke. Mlinzi wa mama Rani alizungumza huku akimtazama bosi wake jinsi akimtazama mwanae anapovaa nguo hizo. Mama, ondoka. Hii mission niachie mimi mwenyewe. Rani alizungumza kwa ukali. Nisikilize mama. Hii ni vita. Nitapambana hadi tone la mwisho ya damu yangu. Rani alimsogelea mama yake, akampiga shingoni, akazima. Akamdaka na kisha akasema, "Mondoeni hapa. Sikuna njia kutokea siri." Ndio. Mlinzi mkuu wa mama Rani alijibu hivyo. Na kisha Rani akasema, "Naima, mlinde mama. Tutakutana." Okay. Sawa, ila kwa makini Ryan. Usijali, ondokeni faster. Huhitaji silaha yote? Kama unahitaji huyu anaweza kukuonesha. Mlinzi mkuu alizungumza na kumwacha kijana wake mmoja na wakaondoka eneo hilo, huku mama Ryan akiwa amebebwa pale begani na mlinzi wake mkuu. Ni huko boss. Kijana huyo alizungumza na wakaingia kwenye chumba cha siri cha kuhifadhia silaha, huku kikiwa kina TV kadhaa zinazoonesha matukio yanayoendelea nje yakirekodiwa na CCTV kamera. Una miaka mingapi? 25. Bado mdogo, huwezi kufa. Fanya hivi, hakikisha unakaa humu na kujifungia na kuniambia matukio yote yanayoendelea. Sawa, nipatie earphone. Rani alizungumza na kuvaa earphone itakayomsaidia kuwasiliana na mlinzi huyo. Akamaliza pale kuvaa kofia yake kininja, huku akiwa amebeba pale bastola moja mkononi mwake na kutazama wanajeshi hao jinsi walivyokuwa wanazidi kuingia ndani ya jumba lao. Usitoke, baki sawa. Rani alitoka ndani hapo na kumwacha mlinzi huyo. Rani alitembea kwa haraka mpaka kwenye kona moja ya corridor, akajibanza, kwani tayari wanajeshi wa Ghost walikuwa wameshaingia sebuleni kwao, huku baadhi wakianza kupandisha ngazi kuelekea juu kwenye vyumba kwa ajili ya kukagua kama kuna watu. Rani akashika upanga wake vizuri. Kwa kasi ajabu akabiringita, huku akifyatua risasi mfululizo kwa wanajeshi wanne waliokuwa wameongozana wakielekea katika eneo alipokuwa yeye. Risasi hizo zikawapata barabara na hapakuwa na aliyeweza hata kukwepa, na zote zilitua vichwani mwao, wakafa papo hapo. What? Ni nini kile? Ghost aliuliza kwa mshangao, na hii ni mara baada kuona wanajeshi wake wakiwa wameanguka chini. That is my husband. Lisa alizungumza kimoyomoyo huku akiwa na furaha, na akazuia tabasamu lake kutawala usoni mwake, kwani ndani ya chumba hicho kimejaa viongozi wa ngazi za juu wa jeshi la Ghost. Ni ninja huyo. Mmoja wa viongozi wa jeshi alizungumza kwa kusema ni ninja. Aliposema hivyo, ilimpelekea Ghost kwanza shushe pumzi. Vilio vya maumivu ndivyo vilivyotawala kwa wanajeshi wao, huku wakifa kwa kukatwa vibaya katika miili yao. Kasi, nguvu na uwezo aliokuwa na Ryan, hapakuwa na mwanajeshi hata mmoja aliyeweza kupambana na Ryan. Hadi walianza kuhisi ya kwamba huenda labda wamekutana na mtu ambaye sio kiumbe cha kawaida, kwani mtu ambaye wanamweka kwenye target ya kumpiga risasi, ile risasi inavyofyatuka tu anaikwepa na kukufikia kwa haraka mno na anakuwa. Mungu wangu. Mlinzi aliyekuwa ameachwa chumba cha silaha, unajua, alishangaa mapigo anayopiga Ryan, kitu ambacho amekishuhudia kwenye filamu tu, hususan za Kijapan. Ryan hakuogopa kuvamia kundi la wanajeshi wenye silaha na alipambana nao kwa upanga wake, huku risasi katika bastola yake zikiwa zimemwishia. Mkuu, kuna kiumbe cha ajabu. Kinaua watu wangu mkuu. Kiongozi wa wanajeshi hao wa Ghost alizungumza na wakuu wake wanaofuatilia mapambano hayo.
Jenerali akamtazama Ghost usoni mwake, ambaye Ghost uso mzima ulikuwa umejikunja, kwani kila anachokiona kwa watu wake hao ni maumivu, kwani hakuna cha maana kilichoweza kufanyika. Mkuu. Ndio. Unashaurije mkuu? Jenerali aliuliza kwa sauti ya upole. Hebu waamrishe tuondoke. Tutajipanga tena kwa mara nyingine. Ghost alizungumza kwa hasira kweli kweli. Wote ondokeni hapo. Narudia tena, wote ondokeni haraka iwezekanavyo. Ilitoka hiyo amri waondoke, na ndipo hapo Ryan alianza kuona wanajeshi hao wakianza kukimbia, huku wakiwa wachache sana tofauti na walivyokuwa wamekuja, huku eneo zima la nyumba ya mama yake likiwa limejaa maiti za watu, huku nyumba ikiwa imeharibiwa vibaya mno kwa matundu ya risasi pamoja na milipuko ya mabomu ya mikono. Wamekimbia wangapi? Ryan aliuliza huku akishusha pumzi. Yule jamaa aliyemwacha kule kwenye chumba cha TV kwa ajili ya kuangalia nje operation jinsi inavyoendelea alisema wapo kama 16 na wamezingirwa na wanajeshi wa serikali. Wanashambuliwa nje. Ryan alishusha pumzi huku akitazama maiti moja na akaona ikiwa ina kamera. Alisogelea na kisha akavua lile bushori lake la kininja. Akatoa pale earphone alikuwa amevaa mwanajeshi huyo aliyefariki. Akaivaa yeye huku kamera ikiwa mbele yake. Ryan akaanza kuongea pale, akasema, "Hello Ghost. Nilifikiria wale watu uliowatuma asubuhi wangekupa fundisho kidogo, ila kwa bahati mbaya umetuma kundi kubwa kunivamia, ila wote wamekuwa ni marehemu." Maneno ya Ryan yalifanya watu wote kumtazama Ghost, kwani walikuwa wanamuona Ryan akizungumza kwa kutumia kamera ya mmoja wa wanajeshi aliyekuwa amekufa. Oh. Wamenipa tizi ambalo nilikuwa ninatamani kuweza kulipiga kwa siku nyingi sana. Wameuchangamsha mwili wangu, nimefanya mazoezi leo. Labda tu nikwambie jambo moja Ghost. Kwa kupitia hiki ulichokifanya nitakusaka na nitakupata. Na nikishakupata nitakuwa kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Hiyo ni ahadi ambayo naiweka. Naomba uamini hilo. Watu wote walibaki kimya wakimtazama Ghost. Akawa anaisogelea mic iliyokuwa inatumiwa na jenerali kuwasiliana na vijana wake. Akaminya pale kitufe huku akitetemeka kwa hasira. Akasema, "Sitokata tamaa. Mkojo wangu mimi mwenyewe hautoweza kunishinda kamwe. Nitakuua wewe kijana." Oh. Ghost, nilikuwa nabahatisha kujua kama ni wewe, kumbe ni wewe kweli. Sasa sikia, kama ni wewe ni mwanaume kweli, mwenye kumridhisha mwanamke wako kitandani, panga siku tuonane. Haya mambo kutumia na watu wasiokuwa na uwezo yanagharimu bure tu maisha yao. Ona sasa maiti nyingi spendi bwana. Kama wewe mwanaume tukutane mimi na wewe. Ryan alizungumza kwa kejeli na kumfanya Lisa kushusha pumzi taratibu, huku akimtazama Ghost aliyevimba mashavu kwa hasira kweli kweli. Ila nimegundua kitu kimoja. Wewe ni mwoga wa mwisho kabisa, kwa sababu huna uwezo wa kuwa mwanaume aliyekamilika. Mwanaume ambaye anasubiria wenzake watoe bikra na kisha ndo aingie. Shame on you Ghost. Inabidi nikae chini nimuulize mama yangu vizuri kama mimi kweli ni damu yako au kuna mwanaume alimpa mimba. Maneno ya Ryan yalizidi kumkera Ghost hadi alihisi moyo unataka kumchomoka kwa hasira. Mkuu, usimjibu, achana naye. Hey, mikono juu. Sauti ya wanajeshi wa serikali ilimfanya Ryan kuiweka kamera chini na taratibu alinyosha mikono juu. Ghost, nitakutafuta na nitakuwa. Hii ni ahadi yangu. Ryan alitabasamu huku akitazama kamera hiyo. Wanajeshi hao kwa haraka wakamkamata Ryan na kumlaza chini, wakampiga pale pingu kwa nyuma. Kijana aliyekuwa chumba cha silaha akatoka kwa haraka, akaonyesha pale kitambulisho chake ya kwamba huyu ni mtoto wa mkuu. Kijana huyo aliwaambia wanajeshi hao. Wanajeshi hao wakamwambia, "Una uhakika?" Kijana yule akasema ndio. Na yeye ndiye aliyepambana na wanajeshi hao wote walioweza kutuvamia. "Hebu mfungueni." Ryan kweli akafunguliwa zile pingu, huku wanajeshi hao wa serikali wakishangaa kuona mauaji hayo yalivyokuwa yametokea. "Mmewaua wote, si ndio?" Ryan aliwauliza wanajeshi hao. Kiongozi wa wanajeshi hao akasema, "Wawili wamejisalimisha baada ya kuzidiwa." Ryan aliuokota upanga wake uliokuwa chini pamoja na bushori lake. "Na maswali inahitaji kuweza kukoje kijana?" "Bila shaka." Wakasogea pembeni na huyo kiongozi wa jeshi.
Kiongozi wa jeshi akamuuliza, unaitwa nani kijana? Naitwa Ryan. Unaweza kujua ni nani aliyehusika na hili shambulizi? Hapana. Kwa sababu toka asubuhi nilikuwa ninaelekea uwanja wa ndege, nilivamiwa na watu nisiofahamu. Na mwisho wa siku safari ilikufa na nikarudi hapa na mambo yamekuwa kama hivi yalivyokuwa. Naamini ni wajibu wenu kuhakikisha kwamba mnajua husika ni kina nani. Okay, sawa. Nashukuru kijana. Mlinzi wa mamake na Ryan alimfuata Ryan na kumkabidhi simu. Hey, Ryan, ni mimi Naima. Nimejua ni wapi alipo Ghost. Hivyo ni wakati wa kwenda kuweza kumvamia. Maneno ya Naima yalimfanya Ryan kusisimka mwili mzima, kwani vita alikuwa ameanzisha Ghost basi atakwenda kuweza kuimaliza. Mpo wapi? Tupo kwenye nyumba ya siri ya mama. Huyo kijana anaifahamu atakuleta. Vipi lakini uko vizuri? Kazi nimemaliza na hakuna aliye hai. Hongera. Mama amezinduka. Bado. Okay, nakuja. Ryan alikata simu na kumfuata kijana huyo alipo. Akamwambia nipeleke walipo. Sawa. Hapa natazama gari ambalo halitapata maafa. Rani akaangaza eneo hilo lililojaa damu na mabaki ya risasi. Akalifuata gari moja hivi, akafungua mlango na kuingia ndani. Kwa bahati nzuri akaiona funguo ya gari hiyo ikiwa imewekwa siti ya pembeni. Akaliwasha gari hilo na mlinzi akaingia ndani ya gari hilo na kuondoka hilo eneo. Naweza kukuuliza boss? Bila shaka. Umesomea wapi kupigana kama vile? Unajua sije kuona kwa macho yangu kitu kama kile. Ulichokiona kibaki moyoni mwako, usimwambie mtu. Sawa boss. Kwa maelezo ya mlinzi huyo, wakafika katika nyumba ya mamake na Ryan iliyopo pembezoni mwa jiji la Tokyo. Hongera sana. Mlinzi mkuu wa mama Ryan alizungumza huku akipeana mkono na Ryan akasema, nashukuru. Mama yuko wapi? Amelala. Ryan alielekea katika chumba alicholala mama yake. Alimkuta akiwa na msaidizi wake wa kike. Alimtazama mama yake aliyekuwa amelala fofofo. Alimshika pembezoni mwa shingo, alimminya hivi kidogo kwenye mshipa fulani hivi. Mama yake akafumbua macho pale pale. Nilimweka pause. Ulifanyaje? Msaidizi aliuliza huku akitabasamu. Ryan akamwambia uwezi kujua. Mamake alivyoamka akauliza kimetokea nini kwani? Hamna kitu mama. Ryan alizungumza huku akielekea mlangoni. Mimi hapa nimefikaje? Kule tulivamiwa. Sawa, hilo mimi nakumbuka. Ilikuwaje tukafika hapa? Mwanao alikuzimisha na ulibebwa na tukapita njia ya siri na tukatoka lile eneo tulikuwa tumevamiwa na kuja nyumbani hapa. Mamake na Ryan akakaa taratibu kitandani huku akijinyosha viungo vya mwili wake. Taratibu alishuka kitandani, akatoka chumbani hapo akiwa mwongozana na msaidizi wake huyo wa kike ambaye kwa kipindi kirefu amefanya naye kazi kama msaidizi binafsi. Kimezungukwa na ulinzi mkali, kiasi kwamba siku kupitia baharini au angani. Naima alizungumza huku akimwonyesha Ryan picha ya juu. Ni nini hicho? Mama Ryan aliuliza huku akiwa anatazama kisiwa kikubwa kilichokuwa kinaonekana kwa juu. Ni kisiwa ambacho Ghost anakimiliki. Na ndipo alipoweza kujificha. Nimegundua kisiwa hiki ni kama nchi, ila wanaoishi hapo ni wanajeshi wake pekee. Naima alizungumza huku wote wakitazama picha za juu. Hizi picha zimepigwa kwa drone ama? Ni satellite mama. Nimebatisha kupiga kwa sababu wameblock system nzima ya kukiona iko kisiwa kwa juu na kimezungukwa na papa wakari karibia mita 100 zilizozunguka kisiwa, na kuna miozi ya umeme ambayo huwashwa mara baada ya kuona kiashiria cha mtu au meli ikiingia eneo hilo kwa umbali wa mita 800. Hatuwezi kufanya mashambulizi ya anga? Sio rahisi mama, kwa sababu wana rocket maalum zilizotegeshwa kulinda kisiwa na wana ndege za kivita kama zinavyoonekana kwenye hii picha. Kipo bara gani kwa kisiwa? Kipo South Ocean. Eneo hilo lina kisiwa kweli? Ndiyo mama, na ni kikubwa tu. Ni sawa kachanganya Unguja na Pemba kwa pamoja, unakipata kisiwa hiko. Mama Ryan aliguna huku akiwa anatazama kisiwa hicho kilichotawaliwa na barafu. Mimi nitaenda. Ryan alizungumza huku akiwatazama Naima na mama yake. Unaendaje? Na hao mashariki wapo kila upande. Mama Ryan aliuliza huku akiwa na wasiwasi. Ryan akasema, hii ni vita mama. Lazima kutakuwa kuna njia tu ya kuweza kufika eneo hilo. Hapo inaonesha hawana mashamba wala miti, eneo zima limejengwa. Ina maana kwamba chakula chao kikubwa anakitegemea kutoka nje. Inabidi tupeleleze na kujua chakula gani kinachoingizwa pale.
kulisha maelfu ya wanajeshi tena kwa kipindi kirefu. Wanakipatia wapi? Na tukishajua hilo, basi tutakuwa tuna uwezo wa kupata njia kuweza kuingia hilo eneo. Ni kweli alichokizungumza Ryan. Ni kweli lazima watakuwa wananunua chakula. Neema alizungumza huku akimtazama mamake na Ryan. Nimejichokea kweli, mwanaume yule ni genius. Nyumba yangu ipo kwenye hali gani? Naima kaminyaminya pale button na mama Ryan alianza kuiona nyumba yake jinsi ilivyoharibiwa kwa mashambulizi yaliyokuwa yametokea. Mungu wangu. Hapa ndo kwangu? Mamake na Ryan aliuliza swali ambalo jibu lake analo. Naima anafanya kazi ya kuweza kuchunguza hao chakula unakipata wapi. Okay, sawa. Ryan aliondoka eneo hilo na kuelekea bafuni kwa ajili ya kuweza kuoga. Naam. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Ghost akiubamiza mlango wa chumbani kwake kwa nguvu huku macho yakiwa yametawaliwa na uwekundu. Lisa hakuzungumza chochote zaidi tu kumtazama jinsi alivyokuwa anachangua pale vitu kwa hasira kweli kweli. Nitamua mimi, nitamua. Ghost alizungumza hivyo huku akipiga chini kiti ambacho kilichokuwamo ndani hapo. Kiti kikachanguka vipande. Unahisi ukipasua hivyo vitu ndo utafanikiwa kuweza kumkamata? Swali la Lisa likamfanya Ghost kumtazama kwa macho makali mno. Ukitumia hasira siku zote huwezi kufanikiwa. Inabidi kutumia akili ya ziada ili kumpata Ryan. Naweza kumfanisha Ryan na Samson. Alikuwa na nguvu na aliua watu wengi, ila mtu mmoja tu aliweza kumkalisha chini na mwisho wa siku akakamatwa na maadui zake. Alafu kweli ulichokiongea ni kweli mke wangu. Ryan mimi nimekuwa naye kwa kipindi kirefu na ninamjua vizuri sana. Ana udhaifu wake ambao hawezi kupindua. Kama ungenishirikisha mimi hili swala hapo mapema, ningekupa njia namna gani kuweza kumkabili. Ila mmetumia wanajeshi wengi, mwisho wa siku wote wameuawa. Sasa hebu niambie ni njia gani nifanye? Tuliza akili, ondoa hasira yako na kisha tuzungumze. Mimi nipo garden. Lisa alitoka ndani hapo na kumfanya Ghost kumsindikiza kwa macho. Baada ya dakika 10 Ghost alimfuata mke wake sehemu alipokuwa amekaa. Hasira imekwisha. Lisa alizungumza huku akitazama snow jinsi inavyomwagika kutoka angani. Ghost akasema ndio hasira imenisha. Ghost alikaa pale kiti cha pembeni. Niambie ni namna gani naweza kumpata Ryan? Swali zuri. Ryan huwezi kumpata kirahisi kwa kutumia tumbinu za mapigano kwa sababu ni ninja aliyekamilika na ana uwezo wa ziada ambao nilijaribu kumdadisi nguvu amezitolea wapi, ila kuweza kuniambia ila inaonyesha ni siri kubwa mno kwake. Ila Ryan ni mdhaifu sana kwa wanawake wazuri. Wanawake wenye makalio yanayoonekana, kifuani chuchu zikiwa zimesimama na uzuri wa sura. Japo nilikuwa naye ila najua alikuwa anachepuka na aina hiyo ya wanawake. Na ndio maana hata yule binti mjamzito alikuwa na muonekano huo. Kweli. Sasa hivi wekeza nguvu kubwa sana kwenye kumpeleleza na kuleta wasichana wenye mvuto aina hiyo. Wasichana hao utakaowapandikiza kila mahali. Tutakapojua yupo, tunawapandikiza wanawake. Basi watakufanikishia kuweza kumpata kwa urahisi sana Ryan. Kwa namna gani? Sumu hata ya kupaka au kuwekewa kwenye vinywaji, na kisha tukishamuoa Ryan basi tutafanikiwa kuweza kumwangamiza mama yake kirahisi mno. Unajua mke wangu umefikiria kitu ambacho mimi sikuwahi kukiwazia. Wewe fuatilia wapelelezi wengi mashuhuri ambao walikuwa hawagusiki na maadui zao. Wameuawa na wanawake warembo. Mwanamke ni silaha kubwa sana kwenye maisha ya mwanaume. Hilo nimelipata, sasa acha nikaongee na watu wangu. Tujue tunafanyaje. Sitaki kulaza damu kabisa kwenye hili. Sawa. Ila wawe smart kwenye mipango yao. La sivyo tutampoteza tena. Mimi nimekuelewa mke wangu. Ghost alisimama na kuondoka eneo hilo akiwa na wazo lilikuwa amepewa na Lisa, mwanamke anayemwamini kwa maisha yake yote. Siwezi kuona namuua mpenzi wangu kirahisi namna hiyo. Lisa alizungumza huko akisimama na kurudi ndani kwake. Alichukua simu yake na kuingia bafuni. Akafunga pale mlango kwa ndani na kufungulia maji ya bomba la mvua. Akampigia simu Linda. Dada. Nisikilize Linda.
Mweleza Ryan kwamba kuna kundi la wasichana limetumwa kwake, hivyo awe makini kuhakikisha hakutani na wasichana kiholela. Kundi la wasichana ni wauaji au? Ndiyo, ni wanawake warembo sana tu na wanatumia sumu kumwangamiza, hivyo awe makini. Sawa, nitafikisha ujumbe. Okay. Dada, nikuulize? Niulize. Kwa nini unamsaidia Ryan ikiwa umeshaolewa na babake? Nampenda Ryan. Lisa alijibu hivyo na kisha kakata simu. Akafuta kabisa rekodi za kuwasiliana na mdogo wake Linda. Akazima simu na kisha karudi chumbani kwake na kuanza pale kupanga vitu vilivyokuwa vimevurugwa na mume wake. Kwa upande wa pili, Linda alionekana kumpigia Naima. Na Naima akamwambia, Linda niambie." Naima alizungumza hivyo mara baada ya kuipokea simu hiyo kutoka kwa Linda. Linda akasema, "Nimetoka kuongea na dada Lisa sasa hivi na ameniambia kwamba Ryan kwa sasa jiepushe, kwani wana njia mpya waliokuwa wameipanga kukabiliana naye. Wanawatumia wanawake warembo ambao watakuwa wana sumu itakayomuua." Naima akasema, "Sawa, nimekuelewa. Na ni kwa nini Lisa anafanya hivyo?" Swali la Naima likamfanya Linda kujifikiria kwa sekunde kadhaa. Anasema kwa sababu anampenda. Okay, sawa, mimi nitafikisha ujumbe kwa Ryan. Nashukuru. Linda kakata simu huku akimtazama mtoto wa Lisa na Ryan, ambaye kwa sasa yeye ndio kama mama na baba kwa mtoto huyo. Mlango wa chumba alichopo ukagongwa. Akasema, "Karibu." Cleopatra akasema, "Mama mdogo." Cleopatra alizungumza kwa furaha huku akiingia ndani hapo. Linda akasema, "Cleo, umekuja na nani?" "Nimekuja na mama." "We, mnaendeleaje?" "Tupo salama. Za wewe na mdogo wangu?" "Si tuko salama kabisa. Mdogo wako anazidi kukua." "Naweza kumbeba?" Utamwangusha bwana." "Nambeba kidogo." "Aya, kaa hapa." Linda alizungumza na Cleopatra akakaa kitandani. Alimnyanyua mtoto na kumpakata mapajani mwa Cleopatra. Cleopatra ilizidi kujawa na furaha kwa kumbeba mdogo wake kwa mara ya kwanza. Anatabasamu. Ndio, anatabasamu. "Unaona umefanana naye?" "Kweli Ndio, umefanana na mdogo wako." "Jamani mzuri." Cleopatra alizungumza kwa furaha kweli kweli. Naam. Sasa Monica, yeye alionekana kuendelea kuminyaminya tu vidole vyake huku akisubiria majibu ya vipimo alivyokuwa amepima. Daktari aliingia ofisini hapo na kisha akamwambia, "Mheshimiwa, hongera sana. Tumerudia kwa mara kadhaa kupima saratani ila hakuna kabisa." "Dokta, kweli?" "Ndio." Asante Mungu. Yaani imepona kwa haraka tofauti na makadirio tuliyokuwa tumeyapanga. Mungu mwenyewe tu ndo amenifanikisha kwenye hilo." "Ni kweli kabisa. Amtegemee Mungu siku zote haibiki." "Kwa kweli." "Majibu yote yapo humu kwenye bahasha. Naomba kwa ruhusa yako nikaendelee na majukumu mengine." Usijali dokta, unaweza tu kaenda." Monica alizungumza hivyo. Mara baada daktari kutoka kwa haraka, Monica akachukua simu yake mezani na kumpigia simu mamake na Ryan. Simu ya mama Ryan ikaita kwa muda na kisha haikupokelewa. Monica akajiambia, labda atakuwa yuko busy. Monica alizungumza kimoyo, akajifikiria kwa sekunde kadhaa na kisha akampigia Naima. Hazikuisha hata sekunde 3 Naima alipokea simu. Monica akamwita, "Naima?" Naima akasema, "Niambie mheshimiwa, makamu wa rais." "Niite tu wifi. Vipi mume wangu, uko naye hapo?" "Yupo ila na majanga." "Majanga? Majanga gani?" "Monica, wewe acha tu. Na kutumia video hapo ya kilichotokea na kisha utajua namna kuweza kutupa msaada kwa maana tupo kwenye vita kubwa mno." "Wewe Naima, mbona unanivuruga? Hebu nitumie kwanza video, mbona unanitisha?" Naima alituma video zilizokuwa zimerekodiwa na CCTV kamera zikimuonesha Ryan akipambana na wanajeshi wa Ghost na akisindikiza na ujumbe wa maandishi yasomekayo, "Hayo matukio yametokea masaa mawili yaliyopita. Ghost amedhamiria kabisa kumuua Ryan na mama yako mkwe. Tunahitaji msaada wako." Ebane, mambo yanazidi kunoga. Je, ni msaada gani ambao Monica atautoa kwenye vita inayohusu familia yake? Je, mpango ambao Lisa kamwambia Ghost, je, Ghost ataufanyia kazi? Ikiwa Lisa ameshavujisha siri, bwana usikose kufuatilia katika sehemu ya 15 kujua hiki kigongo cha ICU Academy chapter 6 nini hasa kitakachoendelea na kupata kujua mwisho huu mzigo itakuwaje. Mimi naitwa Uncle J. Asante kwa time yako. Bye bye kwa sasa.